Karibu Kasako Media. Mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Ukraine atabiri mpango mpya wa vita. Vita nchini Ukraine na kwingineko vinakabiliwa na mabadiliko ya zana katika miaka ijayo, huku mifumo ya akili bandia ikiunganishwa katika mitandao iliyounganishwa ambayo huharakisha maamuzi katika uwanja wa vita, afisa mkuu wa Ukraine alisema. Ukraine katika mwaka wa 5 wa kupambana na uvamizi kamili wa Urusi tayari inatumia AI kwa kazi nyingi za uwanja wa vita, kuanzia kurusha ndege zisizo na rubani kwenye malengo hadi kusaidia kupanga shughuli za mapigano ya kukusanya data kuhusu mashambulizi ya makombora ya Urusi. Akili bandia itaunda mfumo mpya wa vita. Tayari inafanya hivyo kikamilifu, Danilo Vok, mkuu wa kituo cha akili bandia cha Wizara ya Ulinzi, aliambia Reuters. Alitabiri kwamba mifumo ya AI hatimaye ingeunganishwa katika mtandao mmoja unaosimamia uwanja wa vita na kusababisha vita vya mifumo ya uendeshaji na Urusi katika miaka 3 hadi 5 ijayo ikiwa mzozo utaendelea. Mfumo unaomiliki data zaidi na unaoelewa data hiyo vyema unapendekeza suluhisho. Mfumo huo unapata faida zaidi ya mwingine, alisema. Kituo hicho kilianzishwa Machi, huku waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov akijaribu kuweka akili bandia na maamuzi yanayotokana na data katikati ya ulinzi wa Ukraine. Ndege zisizo na rubani ambazo bado huendeshwa na marubani tayari zimebadilisha jinsi ya vita vinavyopiganwa. Wanajeshi wa Ukraine na Urusi wanarushiana maelfu ya magari ya angani yasiyo na rubani UAV kila siku. Kiev pia inajaribu kutatua uhaba wake wa wanajeshi wa mstari wa mbele kwa kutumia roboti za ardhini. Uwezo wa ndege zisizo na rubani kufuatilia uwanja wa vita na kulenga shabaha kwa usahihi umeharakisha mnyororo wa mauaji, mchakato wa kupanga na kutekeleza mashambulio dhidi ya adui. Uamuzi wa AI ungeharakisha hili zaidi, Vok alisema. Ukraine, ambayo idadi yake ya wanajeshi inakaribia watu milioni 1, tayari inatumia zana AI katika mifumo yake ya amri. Lakini Vok alisema lengo lilikuwa kuunda mfumo mmoja wa uendeshaji ili kupendekeza maamuzi ya uwanja wa vita, kuanzia vitengo vya mstari wa mbele hadi amri ya kimkakati. Hii ingeharakisha kwa kiasi kikubwa uchambuzi wa data kutoka mstari wa mbele wa kilomita 1200, takriban maili 750, ili kuruhusu mapendekezo kwa makamanda wa kibinadamu, alisema. Lengo, Vok alisema, ni kuunganisha silaha na mifumo ya data kuwa kiumbe kimoja hai ambacho kinaweza kufanya kazi kwa njia iliyoratibiwa. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.